Kwa majina naitwa Cuthbert Albert Joseph, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sekta ya madini Tanzania. Kiingereza tunasema Tanzania Youth in Mining. Umoja ni umoja wa wadau wote, vijana wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani wa uchimbaji wa madini. Maana yake tuna vijana ambao wengine ni mamalishe, wengine wauza vifaa vya kuchimbia, pamoja na wachimbaji wenyewe. Wapo wanunuzi wa dhahabu, na wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani. Hawa ndio wanaunda umoja huu wa Tanzania Youth in Mining. Vijana tunakutania wapi kuweza kuzungumza mambo yetu na kuweza kufikisha chochote au mahitaji yetu kwa serikali. Hapo ndipo tukasema acha tuanzishe umoja huu ambao ulianza na vijana 600,000 na leo tuna vijana 4,681,000. Kwa nini nimewaita na kwa nini tumewaita hapa? Mimi naongea kwa niaba ya uongozi wa kitaifa, lakini mimi nimepewa jukumu hili kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa mkoa ambao ni mwenyeji, na Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kufunga kampeni zake hapo kesho. Sisi kama TYM tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao wako kwenye umoja wetu. Wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha tuko takribani 4,400,025. Kwa tukakubaliana kwamba kwa nini watu 4,600,025 usiwe mtaji wa mama. Kesho kutwa Oktoba 29 twende tukatiki watu 4,600,025. Tukasema hata kama kutakuwa na watu wanaumwa na dharura, tuseme wastiki watu 25,000 wakatiki 4,600,000. Utakuwa ni mtaji mkubwa sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiyo ni asante yetu kwake. Kwa nini tumesema ni asante? Tumesema ni asante kwa sababu baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali. Maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Naitwa Ashraf Omari, Katibu Mkuu Tanzania Youth in Mining. Tumewaita hapo waandishi wa habari kwa lengo moja tu. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, moja ya maeneo aliyopita ni kufanya mikutano na makundi mbalimbali nchini. Sehemu ambapo alifanyia kundi pia ilikuwa ni uwanja wa Nyamagana, alikutana vijana. Na leo tumebahatika Mheshimiwa Rais anakuja kufunga kampeni zake mkoani Mwanza wakati anahitimisha nafasi yake ya urais. Sisi vijana katika sekta ya madini Tanzania Youth in Mining tunatoa shukurani zetu kama vijana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, kumhakikishia kwamba yale aliyotegemea kuyapata kwenye sekta ya madini ni matokeo chanya ambayo tunayasimamia Tanzania Youth in Mining, na tunakwenda kufanya maamuzi ya kutiki tarehe 29 Oktoba kesho kutwa. Hiki tunachokifanya ni makubaliano ya kikao tulichokifanya viongozi wa Tanzania Youth in Mining jana mkoani Geita tarehe 26, tulipokutana na viongozi wote Tanzania nzima na kukubaliana wanachama wote 4,600,000 plus tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba 29 tunamwambia mtaji wake kwetu ni 4,600,025. Hawa wote tunakwenda kutiki kwa ajili yake. Mwisho kabisa, mama ameweza kuweka fedha nyingi sana kwenye Benki Kuu ya Tanzania.
Leo Benki Kuu ya Tanzania inanunua dhahabu kwa bei ya soko la dunia na inanunua kwa cash. Kwa ina maana mama ameona nchi hii iweze kuwa na reserve ya dhahabu. Tunakwenda kuwa na reserve kubwa ya dhahabu, lakini wakati huo ananunua dhahabu kwa keshi bila kukopa, kama ambavyo zamani tulikuwa tunasumbuliwa na watu, unapeleka dhahabu, unakaa muda mrefu, hujaweza kulipa fedha yako. Lakini leo hata hao mnaoona wa China walioingia technical support wanauza dhahabu yao kwa BOT, kwa sababu wana uhakika wa kupata bei nzuri na fedha cash. Leo hii mama ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka 300,000 plus. Kile kigramu ni kidogo sana, lakini tunauza 300,000 plus, na wanaonunua ni BOT, wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo wameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Hii ni Tanzania Habari.